Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo insha Allah tunaizungumzia siku ambayo tuko ndani yake. Nayo ni siku ya Ijumaa. Siku ambayo wengi wetu imekuwa ni siku ya kawaida. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku hii akaita Sayyidul Ayyam. Ndiyo siku kiongozi, ndiyo siku bwana katika siku za wiki. Waislamu wanatakikana waitambue Ijumaa laysa yawmun adiyan, si siku ya kawaida, bali ni siku tukufu katika maisha yao. Fahuwa afdalu ayyamil usbu', ndiyo siku bora katika wiki. Ndiyo siku ambayo ina matukio muhimu katika maisha yako. Riwaya nyingine yasema ndiyo siku ambaye aliumba Adam. Lakini pia wanasema ndiyo siku ambayo panapatikana siku ya kiyama. Ndiyo siku ambayo tutaeleza ina kheri nyingi sana. Allahu tabarak wa taala kaijalia hii ndiyo siku ya waumini. Na haikuanza kwetu. Walipewa Mayahudi na Manaswara, pamoja kuwa walipewa kitabu mwanzo, lakini dhallu, walipotea, wakakosa kuijua siku ya Ijumaa, wakakosa kuitambua siku hii. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia, khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul Jumaa. Siku ambao ni bora zaidi jua limechomoza ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa lazima, kama wewe ni muumini, iwe ni siku ambayo itakuwa kwako ni tofauti na siku nyingine. Waislamu leo, kwa kuwa mbali na kitabu chao, kuwa mbali na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku hii wameifanya ya kawaida. Mtu labda anakuja baada ya adhani, bali mwingine atakuja baada ya khatibu ashapanda mimbar. Ilikuwa kuwe na maandalizi siku hii kwetu mapema, kwa sababu kuna ajiri kubwa. Leo ukamwambia Muislamu atoe 1000 sadaka hapa, inakuwa ngumu, si ndio? Haiwezekani. Nasema hatuna hela, pesa imepotea. Lakini unapokuja saa ya kwanza Ijumaa, unakuwa kama umetoa ngamia sadaka. Ngamia ni hela ngapi? Ni pesa ngapi ngamia? Nyingi sana. Unazipata kwa kuja msikitini mapema siku ya Ijumaa. Lakini sote hapa tumekosa ngamia. Tunakuja kuokota mayai, na wengine hata yai pia analikosa, kwa sababu khatibu akipanda mimbar, malaika wanaondoka wanakuja kusikiliza khutba, hana hisabu yoyote. Waumini, tusibabaishwe na dunia. Hii dunia kazi yake ni kukudanganya. Hakuna utapata ila kile alichokuandikia Allah. Hakuna kitu maisha mapya utakayokuwa nayo zaidi ule mpango wa Allah. Nahnu qasamna bainahum maishatahum. Allah asema sisi tushawagawia maisha yao. Sasa wewe fuata mpango wa Allah, utachukua maisha yale vizuri. Wallahi, ile 1,000,000 ungepata kwa njia ambayo sio sahihi, ni hiyo hiyo ungeipata kwa njia iliyo sahihi. Dunia inakudanganya. Na Allah ndiyo kitambo amekwambia habari ya dunia. Ya ayyuhan nasu inna wa'ada Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Enyi watu, ahadi ya Allah ni kweli, haianguki. Allah kesha chukua ahadi akisema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha.
kinachotambaa kwenye ardhi hii Allah kadhamini riziki yake. Hii riziki haiko mbinguni, haiko ardhini, riziki iko juu mbinguni. Wa fi samai rizqukum wama tuadun. Riziki inatoka mbinguni kwa Allah. Huwezi kutengeneza mambo yako yakaenda kinyume na Allah ili upate riziki mzuri, hapana. Riziki ni mpango wa Allah. Jamani, tungeambiwa leo kuna tajiri ambaye anataka kuwalipia watoto wenu fizi ya shule ya mwaka ujao wote, lakini mufike saa 2 asubuhi. Nani angefika saa 2? Wote wangefika saa 12, saa 1, 1:15. Hakuna angekuja saa 2, au sio kweli? Na labda mkifika waambia, yule tajiri bwana kidogo kulitokea breakdown, amechelewa, kwa hivyo atapanga siku nyingine, kwa sababu ni mwanadamu. Lakini Allah tabaraka wa taala anakulekeza ibada zake, kheri ya ibada ambayo malipo yako kwake Allah, ambayo ni al-Ghaniyul Hamid. Allah ni tajiri mwenye shukurani. Ukimtii anafurahi. Angalia anasema nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alafu anasemaje? Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Sijawaumba kwa kazi nyingine ila kwa kuniabudu mimi na kunitii mimi. Wewe mtii Allah. Allah hajakukataza usifanye kazi. Allah hajakukataza usifanye biashara. Allah hajakukataza usiajiriwe, lakini amekupa mfumo wa kazi yako kwamba kuna ibada ni lazima uishughulikie. Ukikosa kushughulika na ibada, hii dunia itakuua bure. Mwanachuoni mmoja anapiga mfano wa dunia. Tukizama kwenye dunia sana bila ibada, anasema mdudu chungu, sisimizi, ametoka kwenye shimo lake anakwenda kutafuta riziki. Akiingia kwa barabara akakuta kuna mtu amemwaga asali. Amebeba asali, chupa ikaanguka ikamwagika, kuna mrundu wa asali. Sisimizi alipopiga asali tamu, lakini ni mdudu mdogo sana, kula kidogo ameshiba, akarudi. Lakini baada ya kukaa kwenye nyumba yake akasikia njaa tena, akarudi, asali ipo tu ile. Mara ya 3 akasema, hii shida ya mimi kwenda nyumbani na kurudi, kuingia kwa shimo na kutoka, hii shida ya nini? Wacha mimi nikae nilale ndani ya nini? Ya asali. Pige mbizi hapa kwenye asali hapa katikati. Nitalala nikisikia njaa na piga vitu tu. Nalala na piga asali. Sisimizi alipoingia katikati ya asali alikosa hewa. Sisimizi akafanya nini? Akang'atwa mpaka mapua na mdomo, akakufa ndani ya asali. Sasa asema hii ndiyo dunia na sisi. Allah katupa nafasi tutafute riziki. Allah amekupa nafasi uenjoy na familia yako, lakini usizame ndani. Piga, umeenda kazini, mara dhuhuri imeadhiniwa, sala ya Ijumaa, umekuja msikitini, umeiacha dunia kidogo, unakuja kwa Allah mwenye dunia. Unalia kwake, unaeleza shida zake, unamaliza, unarudi kwenye kazi yako. Mara asri unaiacha dunia ili usizame kwenye dunia. Ukizama kwenye dunia utakuwa sisimizi, utazama ndani ya asali, na asali itafanya nini? Itakuua. Allah asema fala taghurrannakumul hayatud dunya. Hii dunia isiwadanganye. Dunia vile ilivyo ni hivyo hivyo. Usiseme kwamba lazima bwana, nikikosekana mimi bwana mambo yataharibika. Hii dunia ina miaka mingapi? Wamekuja wangapi na mambo yanaendelea hivyo hivyo. Tena ajabu ya dunia, ukiondoka watu wanashukuru, wasema
sasa kama ni ofisi sasa, mara hii tumepata meneja mzuri bwana, yule jamaa alikuwa hafai bwana. Kama ni tajiri amekupa lori yake sasa nimepata dereva anachunga gari vizuri, yule marehemu yule alikuwa mkorofi bwana. Wewe usijidanganye kusema bila mimi. Wewe nani? Hakuna mimi. Utakuja, utaondoka, atakuja mwingine, ataondoka. Dunia inakwenda vile vile. Dunia haimlili mtu. Kwa hivyo fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Wala isiweze kuwababaisha, asiwababaishe algharur. Wanavyoni wasema kuna hatari mbili zimetukabili. Kwanza, dunia yenyewe inatubabaisha, inakuonyesha tamaa nyingi, inakuonyesha pambo lingi. Labda mimi ukitembea unasema mimi mwaka huu lazima niwe na TV ya nchi 52. Unaona kila sema lazima nibadilishe gari. Lakini hiyo ndio dunia. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha la linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah, haya mapambo ya dunia ni mtihani kuangalia kina nani watakuwa na utendaji mzuri. Ndiyo, dunia ina mvuto, lakini huku kuna na swala inamuita, ataisikia adhani, ataifuata dunia. Ndiyo, kuna sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya Ijumaa aende msikitini mapema. Lakini pia kuna kibiashara kitamuingizia hela, ataenda kutafuta thawabu nyingi au atafuta hela nyingi. Mtihani. Ndiyo kazi ya dunia, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakini hizi unazoziona, miliki magorofa, kuwa na magari kiasi gani, kuna siku inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'aluha sa'idan. Kuna siku zote zitakuwa mchanga tu. Zote. Vitu vote unavyoviona, skyscrapers yanayojengwa, aina zote za mapambo ya dunia, kuna siku zitakuwa sa'idan juruza. Hakuna kitakachokusaidia ila ule mfumo alokuletea Allah wa maisha yako. Swali swala 5 kwa siku kwa jamaa. Nimekuwekea siku ya Ijumaa, ifanyie kazi siku hii, nenda msikitini mapema. Nimekuwekea siku ya Ijumaa, jitayarishe, jipambe, oga vizuri kama unavyooga janaba. Siku hii nimekuwekea kama nguo yako mzuri, vaa siku ya Ijumaa, jieke marashi, mwambie Allah, mimi ni ana abduka, mimi ni mtumwa wako, I'm your servant. Lazima unachoniambia nifanye. Haya ndio utakwenda kuyakuta, lakini hivi vingine vyote. Kwa hivyo siku ya Ijumaa ni aibu, ni hasara kubwa kwa Muislamu kuja Ijumaa wakati wa khutba. Haifai kabisa. Wewe wapoteza mamilioni kwa sababu labda wengine hata hana shilingi ataingiza hiyo nusu saa kabla. Anakaa kupiga story tu. Anakaa ofisini amefungua simu, acheka peke yake kama kichaa. Ungekuja hapa, nimetoa mfano. Jamani, ngamia ni hela ngapi sahihi? Aweza kufika mpaka 200,000. Unaandikiwa ukija mapema Ijumaa, unaandikiwa thawabu umetoa sadaka ya 200,000. Wewe maisha yako hata 200,000 hujawahi shika mkononi. Lakini unaandikiwa thawabu kwa sababu ya kuja Ijumaa mapema. Kwa nini misikiti yetu ichelewe watu kuja msikitini? Tunamwamini Rasulullah. Nini maana ya kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nini maana yake? Wanavyoni wa tauhidi wanasema shahadatu anna Muhammadar Rasulullah tatadhammanu 4 umur. Unaposema
ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lazima ujiangalie kuna mambo manne yanakwenda na hiyo shahada yako. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an ta'budu Allah kama shara. Haya mambo manne lazima yapatikane. Unasema nakubali kwamba Muhammad ni Rasulullah, lazima umtii kila analokuamrisha. Wewe unapokwenda kwenye harusi, pati, utaoga, au sio? Utavaa nguo yako unayoipenda, utajiweka marashi, utakwenda mapema upate siti mzuri kwa sababu unakwenda kwenye harusi, si ndio? Isije ukapata ile biriani ambayo imemaliza nyama, unakaa pale front line ili ikianza sahani wewe. Sasa unaitikia kadi ya harusi, unaitii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unamwasi. Kama umeletewa kadi ya harusi saa 7 ufike, utafika saa 7. Wewe hujasoma kadi bwana? Umealikwa saa 7. Anayekwambia kuja mapema Ijumaa ni Rasulullah. Hivi nitoe mfano. Baada ya swala akuje mtoto wa miaka 5, atapu bega lako, akwambie kuna mama pale nje anakuita. Ukiamini utafanya nini? Ukiamini utafanya nini? Utatoka. Mtoto wa miaka 5 akikwambia baba kuna mama pale anakuita, huyo mke wangu labda. Madamu utaamini maneno ya mtoto, hubaki, utafanya nini? Utatoka ukamsikilize. Sasa kama mtoto mdogo ukimwamini unamfuata, kwa nini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umwamini na uache kumfuata? Tuko pamoja jamani? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah asema waambie kama kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unaposema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lazima umtii, lakini lazima uamini maneno yake. Anakuambia swala ya Ijumaa ukienda mapema utapata thawabu hii, lazima uyang'ang'anie, upiganie. Leo watu wanaingia kwenye haramu ya kuingia kwenye kamari kwa kuambiwa, ukisema tu ukajaza kwamba timu 2 zinacheza, wewe ukaweza kusema timu fulani itashinda bao 3, basi utapata 10,000, uko tayari kuingiza 100 yako. Hivi kweli ni wangapi wataweza kucheza hiyo mchezo? Na kweli watapewa wote 10,000? Ni urongo. Lakini mimi nawaamini hawa bwana, hakuna kitu. Rasulullah anakuambia wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wapenzi waamini, lazima tujue kwamba hii dunia tumeletwa kwa malengo. Na maana ya kuabudu ni toa. Si kuabudu unavyotaka wewe, la, ni kuabudu kama alivyokufundisha Allah tabarak wa taala. Hivi kama unaumwa, uweke appointment daktari saa 3, wewe utaenda saa 4 kweli? Naam, huwezi. Utakwenda saa 3 kasrobo, ukiamini labda kuna wengine watanitangulia, nitachelewa. Hivi ndege una ticket ambayo unatakikana ufike airport, ndege yaondoka saa 7, wewe utakwenda saa 7:30. Utakwenda 1 hour before. Kama ni ya nje utakwenda 2 hours before, kwa sababu ili tikiti yako isipotee. Mbona swala yako huijali? Mbona unaidharau swala yako? Hii swala sheke unaijua? Inna awwala ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama, ndicho kitu cha kwanza atakahesabiwa mtu ni sala. Sasa kama tiketi ya 10,000 unailinda, hutaki ipotee, sala
ambayo ndiyo itakayokufungulia. Rasulu akaita faman imaduddin, ndiyo pila iliyoshikilia Uislamu wako. Unaidharau wewe, umemwamini vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapenzi waumini, masala ya ibada si masala ya kutelekeza, kwa sababu vyote kama tulivyovisema tutaviacha. Dunia inatuchezea na shetani naye anaisaidia dunia kutuchezea. Wanasema kulikuwa na mfalme mkorofi sana, anaadhibu wafuasi wananchi wake, anawapa mateso. Lawama zinakuja kwa mkewe sana. Mke wake akamshauri mfalme, basi hebu weka mshauri wako mustashar, weka waziri ambaye atakuwa akikusaidia mambo mengine, yani uchukue ushauri. Lawama zote zinakujia wewe. Mfalme mkorofi akasema, mimi nikitafuta mtu awe mshauri wangu, si hii discipline zangu, hizi principles zangu zitaharibika. Natafuta mshauri mkorofi kuliko mimi. Hawezi kuvunja amri ya nyumbani, ile ni wizara kubwa, si ndio? Akamsikia mama, lakini akatoa masharti apate waziri mkorofi kuliko yeye mwenyewe. Falme anaishi, ikulu yake iko juu ya mlima mbali na town. Akasema, natoa kazi ya waziri mshauri, lakini kwa sharti anaitaka kazi hii akuje na paper bag amejaza panya. Rats imejaa kwenye paper bag. Tena wakuje wakiwa hai, imejaa bila kuua. Watu wafikiria paper bag, utabeba panya kweli wakiwa hai? Si panya wanakula mifuko, watatoboa wafanye nini? Wakimbie. Kila anayejaribu panya wanatoroka njiani, akifika paper bag haina kitu. Lakini kuna jitu korofi moja alileta. Alikuja na panya wamejaa kwenye mfuko. Falme asema, huyu atanifaa huyu. Lakini nataka kujua, ulifanya mbinu gani mpaka ukafika nao hapa? Kilomita karibu 20, tena panda mlima, na panya wakabaki salama. Asema, nilipokuwa nimebeba ile paper bag, sikubeba hivi, nilikuwa kila mara naishake. Nikishake panya wanagongana. Huyu akigonga aona huyu ameni bite, na yeye anambaiti mwenzake. Kwa hivyo panya wakawa wanapigana wao kwa wao, wakasahau mambo ya kutoboa nini mfuko, paper bag, wakafika salama. Sasa ndio hii dunia na shetani wanatugonganisha tu. Hujamaliza ile anakuambia kuna story hii, unashika hili, ukifanya hii unaletewa hivi. Hata hawa viongozi wa nchi zetu utaona kukizuka hili, baada ya miezi miwili utokea jambo jipya, wananchi wakaenda huku. Hawajamaliza wameletewa story mpya, wameenda huku. Ndio jamaa wanapiga vitu vao makini kabisa. Sasa hii dunia jamani isitubabaishe. Kuna kheri nyingi duniani. Angalia, umewekewa swala ya Ijumaa, ina fadhila nyingi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakuwekea katika swala hii, siku hii. Kwanza kakuwekea ni siku ambayo usisahau. Akaweka jambo kabla ya swala. Ikiingia magharibi yaumul khamis, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha tumswalie sana. Akthiru salata alayhi. Ikiingia ile usiku wa Ijumaa, kwa maana yaumul khamis ikiingia magharibi, Waislamu wakumbuke sana kumswalia nani? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sasa kwa nini wamsalia? Kwa sababu kesho hii ni ukumbusho, to remind you kwamba kuna siku muhimu kesho unaianza. Waswahili kule pwani wasema usafi utahara wa Ijumaa unaanza lini? Unatengenezwa Alhamisi. Hii ni kuiweka akili yako kwamba mimi kesho niko kwenye siku tukufu, ni siku ya Allah. Unamsalia Mtume kwa wingi usiku ule wa Ijumaa, na asubuhi yake umewekewa kuna suratul Kahfi. Kwa nini unasoma suratul Kahfi? Siku ya
Ijumaa. Imamu anasoma suratu Sajda na Al-Insan katika salatul fajri. Zote hizi zina indicate siku ya Ijumaa leo, siku ya Ijumaa leo, ili uifanye siku hii iwe different na siku nyingine. Lakini la pili, tukaekewa hili la kwenda mapema. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man iktasala yawm aljum'ati ghasla aljanaba thumma raha fi sa'ati alula fakaannama qarraba badana. Atakayeoga siku ya Ijumaa kama anavooga janaba, kwa maana akaoga vizuri, akaanza kujisafisha, akachukua udhu, alafu akaendelea kuoga, basi anapokwenda msikitini saa ya kwanza, akawa ndiye wa mwanzo kuingia msikitini, huyu atakuwa ni kama mtu alotoa sadaka ngamia mzima. Wewe hujawahi kutoa sadaka hata ya kuku katika dunia hii, lakini kwa kuja mapema Ijumaa saa ya kwanza unapata kama umetoa ngamia. Lakini mwenye kutoa baada ya hapo akaenda saa ya pili, ni kama alotoa sadaka ya ng'ombe. Ya tatu ni kama alotoa kondoo. Ya nne ni kama alotoa dajaja, kuku. Ya tano ni kama alotoa yai la kuku, thawabu zake. Thumma idha kharaja al-imam tuwiyat as-suhuf. Imamu akitokezea sasa aingia msikitini kupanda mimbar, malaika zile faili za usajili wa thawabu wanazikunja kunja na wanaondoka. Wewe utakuwa umeingia hii kheri ya sadaka hukuipata. Wapenzi waamini, kila mtu huthamini kitu chake cha thamani. Hakuna anaichukua pesa yake akaitupa. Wallahi pesa itarudi, ikipotea unaweza kuleta nyingine, lakini ibada zako ukizipoteza huwezi kuziregesha nyingine. Time yako ikipotea huwezi kuiregesha nyingine. Tubadilike. Wenzetu siku ya Jumapili wanafunga siku mzima na hawana kitu cha maana wanachokifanya. Wanaokwenda kufanya ni shirki, Allah anawachukia, lakini siku mzima inakuwa ni siku kuu kwa ajili wanaamini wanakwenda. Sisi tunaamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuambia tuje Ijumaa, hajasema usifanye kazi. Kuja mapema Ijumaa, tunaingia, khatibu ashapanda Ijumaa, unaingia na hali zako, hunukii chochote, unanuka harufu ya gereji, unanuka sijui sokoni, una nini, kwa sababu hukuichukulia muhimu huu. Ni hasara kubwa katika maisha yetu. Tumpendeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumfuata, tusimpende kwa kujitangaza. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kama mapenzi yako ni ya kweli kwa mtume, ungemtii, kwa sababu kila anayempenda ana mtu wake, yule ambaye ni lava wake, anamfanyia kila anachomwamrisha. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni waumini watifu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربعة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشف بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.